Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Namshukuru huyu Bwana kwa sababu yeye ni mwema. Ameniokoa, amenilinda tangu tuachane mpaka wakati huu. Bwana Yesu apewe sifa. Amenipatia nguvu na imani na uvumilivu na tumaini kwa ajili ya ukaa ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo Mungu wangu hakuna chochote naweza kumfananisha, ili sifa na shukrani simrudie, kwa sababu katika maandiko anatuambia kifo na uhai wa mwanadamu iko mikononi mwake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Yeye ni mwema, yeye ukucha wakati ufaao. Yeye harakisi, yeye achelewi, anakucha dakika yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndio maandiko yatuambia wale wanaomcha Mungu msihangaike. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Shetani akifunga njia hii, ana Mungu yeye anafungua njia nyingine. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kile ulicho nacho simama imara nacho, kwa sababu hofu wataongea na mwisho watarara. Bwana Yesu apewe sifa. Katika hii safari inahitaji nguvu na uvumilivu, kwa sababu kuna wale wamewekwa mbele yako kwa ajili ya kuwaza katika imani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usichokapatia Shetani ya kuwaza katika imani, muondokee, ndio wewe endelee katika safari. Ambie Bwana nisike mkono, niongoze vile upendavyo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu yale utayowasa ndio utayowasiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo ni vyema tusimame katika neno badala ya kusimama katika maneno, kwa sababu neno la Yesu Kristo litasimama, lakini maneno yatapita. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wewe unaitanishwa na Mungu, wewe unaitanishwa na Roho Mtakatifu. Ndio Shetani yako katika mbio, kwa sababu anachua wakati wake umeisha. Anatafuta wafuasi ndio waanguke na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Anatafuta yule anayekuasa, kwa sababu hiyo kazi ni yake. Kuna mtaka kitu, kuna mtaka chafu, na kuna Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe kumbuko unatoka wapi, unaelekea wapi, na mahali huko ni wapi. Kila mara napenda kusema ya kwamba wewe Mkristo usijione, wacho muone Yesu Kristo yule alikufikia msalabani. Nani anachua kifo chake? Bwana Yesu apewe sifa. Nasikia wengine wanapangia wengine maovu, wengine wanasaliti, wengine wauawe. Na wewe uhai wake imewekwa kwa Shetani ama kwa Mungu? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unajua Shetani akiingia kwa mwanadamu apigi hodi, anakuja wakati wowote. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Yesu Kristo akicha kwa mtume wake, akicha kwa yule anayemwamini, anakuja wakati ufao. Hiyo ndio jambo naamini mbele ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ayubu alipitia katika mateso, akacharibiwa, akakaa katika neno. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu Kristo peke yake alicharibiwa. Wewe ni nani usiyojaribiwa? Ambiwa magumu ndiye kukwaza katika safari. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini nakupea moyo usikuasike katika safari, sababu Mungu ako pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yaniambia achawahi kuona mcha wa Mungu amemwacha, anamsika mpaka mwisho wa doari. Achawahi kuona akimtema. Yeye ni Mungu wa leo, kesho, mpaka milele. Lakini Shetani hubadilika. Bwana Yesu apewe sifa. Shetani yeye hubadilika, na Shetani yapiti kwa hewa. Na kila mara napenda kusema Shetani atambui mtoto na mtu mzima. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Shetani unjia ndiye afukuriwe wale wanaomwamini Bwana. Lazima atafute wale wanaomwamini Bwana, na lazima atafute wale wanaanguka na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Katika maandiko ya Mathayo 13:14 yaniambia kuna njia mpana kwa wale wanaelekea jehanamu, kuna njia nyembamba kwa naye wanaelekea katika mji mtakatifu. Wewe uchague ni njia gani utakayofuata. Hamutaenda pamoja na mume wako, hamutaenda pamoja na mke wako, hamutaenda pamoja na watoto, hamutaenda pamoja na baba yako, mama yako, ama na rafiki wako. Mtu hukumu kwa wake.
Na maandiko atuambia yeye ndiye atakuja kuhukumu. Katika Zaburi 115 yaniambia yeye ndiye atakuja kuhukumu miungu. Kwa hivyo miungu mbele ya Bwana ina wakati. Dada mmoja akanitolea ushuhuda siku ya Wednesday. Akaniambia wakati aliotenda mazuri kwa watu, kumbe sio watu wengi walikuwa wanafurahia kutenda mema. Kuna ili wamuue. Sasa Shetani na yeye akicha apigi hodi, anakuja wakati wote. Aliingia kwake mwendo wa saa 3 akapata watoto wa kwa nyumba akiwa na panga. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati alipoingia kwa nyumba yake akibaya saba kwa panga, akapata huyo mama amepumzika, watoto wanapiga. Akaenda direct mpaka mahali akiwa akainua panga juu. Akamwambia fulani, si wewe naona mzee unataka kunimaliza. Kabla cha nimaliza wacha niambie Mungu kitu moja. Haleluya. Kabla cha mmaliza ambie Mungu kitu moja. Amekubali akufe akiwa amesimama kwa Bwana. Na wewe kubali ukufe ukiwa katika neno. Kwa sababu kwako kumeandaliwa. Kiwa kifo yako imeandikwa utakufa ukiwa katika neno. That's where and the wood. Lakini ikiwa unaendelea utakufa kama humbwa barabara. Na vile mimi napenda usema ya kwamba mimi sitakufa kama humbwa. Mimi nitakufa susucha. Na hakuna mwanadamu atanitoa, atachitoa yeye mwenyewe. Hiyo ndio neno napenda kuongea. Na hiyo nasikia niko na uchasiri ndani yangu. Walipoongojea kifo yangu hawakuikuta. Sasa hivi wamepanga maovu juu yangu na wakora. Wauawe peke yao. Bwana Yesu apewe sifa. Wawekewe wauawe peke yao. Hawatapata amani mpaka mwisho wa doari. Mpaka nena Mungu atume nabii hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mama aliporara ndugu akainua mkono juu amkate na panga. Hiyo panga wakati anaenda kwa mama akamwambia usiniue, nioche niambie Mungu neno moja ndio nimalize. Saida anainua ikaanguka hapa kwa huyo ndugu. Ikasika hapa ikuweza kufikia huyo mama, akaiweusa akawa bubu. Tupigie Kristo makofi. Aka hapa alitembea naye hapa, watu wakimuuliza kwa sababu watoto walipiga nduru, ni nini unataka kuuma fulani? Hey, alikaa 6 hours yaongei. Mungu ni nani unacheza na yeye? Bwana Yesu apewe sifa. Cheza na wale unaocheza lakini usichezee watumishi wa Bwana. Mama hakukuwa wewe lakini ile maombi alikuwa anaomba, hakuchua huyu wanakula na yeye ndiye anakuja kummaliza. Haleluya. Hakuchua huyu wanatembea na yeye. Hakuchua huyu anasika mikono wakati wa shida yanakuja kummaliza. Lakini yeye maombi yake ilikuwa jere, alikuwa anaomba usiku na mchana Mungu amulinde maadui. Kumbe ni maadui ni yule wanayokula pamoja. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Alipowekelea hivi alikaa 6 hours watu wakimuuliza fulani, unataka kumaliza mama kwa nini hakuongea? Aliongea baada ya 6 hours. Na sasa yuko hai. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kilio mfata siwezi nikaelezea. Alipotoa hadithi ya kuelezea ni nini? Akasema maombi iko very strong. Iko very strong. Kwa sababu kwa yule anayomcha na naamini wewe ukauawa kwa ajili ya kutenda yale yake. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe ukauawa kwa ajili ya wivu. Mungu yeye ni nani? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Walipomwandamana Yesu walimfikia. Alienda na akatoweka katika. Wakati aliposaliwa yule alisema mfalme apate kuuawa. Wakati alituma mamachusi mahali pale pa upelelezi, kama wewe ulio mahali pale unasuba upelelezi mahali hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akaambia Mariamu na nani? Ya Yusufu, wapepe mtoto wampeleke wapi? Wampeleke kule Nazareti mpaka nini itendeke kwao. Wale maadui wanaomwangalia waishe ndiye arudi katika njia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Efu endo chovye mkono wako ama kidole katika moto. Bwana Yesu apewe sifa.
uone kama utachomeka. Na baada ya dakika ndogo what happened? Bwana Yesu apewe sifa. Hata ikiwa ni ndugu yako, mheshimu. Usimuone kama ni ndugu yako mliosaliwa pamoja naye unaongea maovu juu yake vile unataka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hiyo sikimbilie. Maandiko yanatuambia ukuwe na wasaidizi, wasaidi more wani. Ndio uwekee mtu lawamo. Lakini kama una wasaidizi juu ya hiyo, ole wako. Mama aliamuka mahali pale, ndugu alikaa muda mrefu, hakuongea akaulizwa, mwisho alimalizia nyumbani na mzee sasa hayuko. Bwana Yesu apewe sifa. Na huyu alikuwa mama, lakini alikuwa anapenda kumuita Mungu. What about watumishi wa Mungu? Tunasema ya kwamba katika hii safari tuko nayo ni ngumu. Kila mtu amepewa kasi yake kwa ibilisi. Shetani hawezi akarara kama achatenda maovu. Lazima atende ndio ongezeo cheo mahali yako. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini nataka kuthibitisha wale wanatumiwa na Shetani kwa watu wa Mungu waende wakome, kwa sababu siku zao zimeisha. Bwana Yesu apewe sifa. Waende wakome kwa sababu Mungu zea anatafuta ile roho inayomwabudu katika roho yake kweli. Dunia hii naona hata kwa matachiri wanachanga Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe kumbuka wakati unalala unaamuka, ni wangapi wanaokuombea kabla uchaanza kutenda chochote yoyote? Usijikute useme ni uwezo na nguvu zako. Muogope huyu Mungu aliyetuma watu wake kwa ajili ya kazi yake, aliyeteua watu wake kwa ajili kazi yake endelee. Utafuruga maneno, lakini neno la Bwana uweze ukafuruga. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona Shetani akiingia mwanadamu anabayuka. Anaenda akiongea hata ana mwelekeo. Anasema aenda muambie watanifanyia nini. Wewe sio kitu mbele ya macho ya Bwana. Kwa sababu neno ni la Bwana, sio ya mwanadamu. Yule aliomba juu pingu na nchi, anasema uhai na kifo kiko mikononi mwake. Bwana Yesu apewe sifa. Na hukumu na maisha ya mwanadamu yuko kwa Mungu, sio kwa mwanadamu. Kwa hivyo wewe unaamini usitikisike kwa yale yote unaopitia, kwa ile majaribio yote yanayokuja mbele yako. Mtoto wako anaweza kukataa, jirani anaweza kukataa, ndugu yako, kama mtoto wako anaweza kukataa uliyomnyonyeza, jirani yako atakusifu. Kwa hivyo Shetani apagui wakati anaingia. Anaingia mahali anajua kwamba nikitingiza hii nimetingiza ulimwengu. Nimetingiza kila mahali. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na mtu akiasi sana, napenda kusema Mungu anamtuma kwa watumishi, anaisa haraka. Hiyo usike uandike. Anamtuma kwa watumishi ndiye anaisha haraka. Lakini kabla wewe uchaisha, umulilie Mungu wako. Umwambie Bwana nimeasi, nimeenda kinyume. Kwa sababu uchui kesa itakuwa nini? Bwana Yesu apewe sifa. Leo mtu ukufa kwa malaria, kesho ukufa kwa ajali. Wewe utakufa kwa nini? Ni wangapi walio wanakuombea? Bwana Yesu apewe sifa. Huingiapo utokapo uchunge sana usicho ukakuasa roho ya Bwana. Na roho ya Mwenyezi Mungu ikae kwa mabati, ikae kwa miti, ikae kwa hizi drama. Inakaa wapi? Roho wa Bwana anakaa wapi? Roho wa Bwana anakaa wapi? Ndani ya nani? Mtu myote hata mchawi anakaa ndani yake. Anakaa wapi? Utenda mema. Nisikia mmesomewa na dada maandiko yetuambia kwamba ikiwa unataka utendewe mema, ikiwa unataka baraka kwa nyumba yako, ombea wengine baraka.
Bwana Yesu apewe sifa. Uombe. Ikiwa unataka mambo yaliyo mazuri kwa nyumba yako, kwa mume wako, kwa watoto wako, kwa mke wako, na wengine wazuri. Na fundisha watoto njia zilizo safi. Hawataisahau maishani mwao. Si kumwambia ndio usikie wanaongea nini ndio niletee report. Hiyo ni mafunzo yaliyo maovu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndio napata wengi tumekosa baraka kwa chile yao tunanena, hatujui anatoka wapi na anaelekea wapi. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko ya kwamba akawaonya, akawaambia nitawaharibu na vizazi vyenu yote. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi napenda kusema ukiomba sana, ukiona mtu abariki unamwachia Mungu. Mama wa miaka 75 akiniambia, nataka mtoto wangu niambie, mtu akikwambia amekuachia Mungu, hiyo ni mbaya sana. Katika utamaduni wetu na katika kiroho. Ngamuuliza, kwani unamaanishaje mama? Akaniambia ni kweli nakwambia mtoto wangu. Usikubali mtu akwambie nimekuachia Mungu. Hakutenda, yeye alimwachia Mungu. Iye inakuwa mbaya sana. Lazima mtafute ndio mrudiane. Bwana Yesu apewe sifa. Turudi katika Mathayo, Isaia. Turudi katika maandiko ya Isaia. Hiyo ni uchumbe nilikuwa nimepewa. Na nikapewa Isaia 2:6. Mtasoma kivyenu msikie vile Roho ananena kwa wale watu wanaochuficha kwa kanisa. Wako kwa ajili ya wakati. Sio wote wanaokuja kutafuta uso wa Bwana. Wana wengine wanakuja wasikie mzee anatoa ushuhuda gani. Yule alafu wanaenda wachache. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Hiyo kila mtu amepewa kazi na Shetani kivyake. Tuwe kwa Shetani yako na Mungu wako. Chana mwiko na paradiso iko. Kwa nini unashughulika sana? Na usihangaike ukiona hayo yote. Ukisema hata sijaamini, amini Shetani yako na anafanya kazi kwa watu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usione ndugu yako akigeuka, useme mbona amegeuka? Nilifanya hivi nikamfanyia mbona amegeuka? Chua Shetani yako. Na kuna wafuasi wa wewe simama, umesimama katika neno, mtetee Bwana mpaka mwisho wa doari. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe mtetee, simama na yeye. Ndugu alibeba panga akafikiri siku ya leo nitaenda kumaliza yu. Anasema hatutaki wanawake watutawale. Saa hii anatawala wanawake. Ameosa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo usicho katapikia sahani umetumia ukiexpect utapata nzuri mbele. Lazima uichunge, uweke kuwe ya maana. Katika hiyo sahani uikumbuke, kama siyo sahani singokula. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Shetani akipanga mipanga ugusa ukuta uende. Wanaweza kukupangia wakiongojea masisi yako, hawatapata, wanapata ukiinuliwa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua Mungu yeye ukuja na wakati njia zake. Na yeye ukuja vile apendavyo. Na anakuja kwa yule anayemfurahisha. Yule anamwabudu katika roho yake na kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Katika Zaburi 115 yaniambia Mungu ndio Mungu anayekuja kuhukumu miungu. Mama alipotafuta dada mmoja akamwandamana mpaka Nairobi mahali anakaa kwa ajili ya kumwangamiza. Haleluya. Alipofika kwake akumkuta, akapata yule dada ameenda kanisani. Alirudi akaenda akaja na mtu wa suti, kumbe alikuwa mganga wale wako.
Ukiingia katika hiyo boma, kwa sababu hakuwa anafunga, akaingia tu, wakafanya uchafu wao huko, wakamaliza, wakaenda. Sasa kwa chini, ndugu na dada walikuwa wanamwabudu Bwana wakiomba sana. Nabii wa Bwana alitumwa katika hiyo boma. Sijui wewe unatumiwa manabii wangapi? Walipotumwa katika hiyo bwana, wakaomba na ikaisha. Bwana Yesu apewe sifa. Mama alipewa siku 7, yule apata ampati. Hivi alikuwa anangojea nini? Alikuwa anangojea masisi yake na kukufa. Wakati alipofika mahali pale, akamwambia daktari. Wanawaita daktari siku hizi. Wale wanaita miungu daktari. Bamba uliniambia ichatimika. Dada akiwa na nyamaza, akapigiwa simu. Akaulizwa, yani ni yule mtu anachifanya rafiki lakini ni adui. Napenda kusema uone yule rafiki aliyo karibu ndani yako, mbele ya aliyo kando yako, ni rafiki aina gani? Delila alionyesha akiwa mtu anampenda Samsoni, lakini alikuwa na mission ya kufanya nini? Ya kumua. Watu kama hao wanajulikana. Utawachuache kama wewe usami katika maombi na usome Biblia? Bwana Yesu apewe sifa. Sasa wakati alipomfikia, akamwambia, ndugu yangu Mzee Patrick anaendeleaje? Akamwambia sawa. Uko sawa kabisa? Akamwambia niko na Yesu ndani yangu. Ujasiri kama simba. Wacha hii vitu ati wanakimbia Kitui, wanaenda hapo pale Brain, wanaenda mahali pengine, ati wanasema leo tutamaliza, wanaenda huko, wanasema rungarunga ndio hatari wako, wanaenda huko, wanapepa, hata wanasema wewe utajua mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo pesa saidia watoto wako wasiparare. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa wakati alipofika, akamwambia, hata nimempigia simu, ameniambia ako sawa. Sasa unataka aje? Akamwambia kaa chini tuongee, tuone vile. Alipokuwa kuongea na vitu yao ya kusimuni, kaambia huyu mama mimi siwezi nikamweza. Akamwambia jaribu tu. Akamwambia mimi nikijaribu wewe ndio utaenda. Sio huyu mama. Wewe ndio usinilazimisha, kwa sababu huyu ni mcha Mungu na ana hatia kwake, amokuliza, amekufanyia hivi, wewe ndio utaenda. Akamwambia hapana. Ile pesa nilikupatia ni mingi, jaribu tu. Ita hawa se. Ita hawa se. Alisema basi wacha nifanye. Kwenda. Hakumaliza mwezi. Aliosa zaidi moja mpaka alienda hospitali akakatali. Yale mateso alifikiri atatumia yule, rudi kwa nyumba yake. Ikamaliza hiyo boma yote. Enda pole pole. Ulio na chuki na vitina na uchochezi, unainukia watumishi na watu wa Mungu wanaomwabudu, enda pole pole. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu Mungu sio miungu. Yeye ni mfalme wa wafalme. Yeye akinena amenena. Yeye ukucha wakati ufaro. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wengi wanangojea uone practical. Uwe kama unafanya roho yako ngumu kama ya Farao. Ngojea practical utachionea. Turudi katika maandiko. Isaiah 41 kuanzia 8 yatuambia hivyo. Nawe Israeli, mtumishi wangu Jacob, nilie kuchagua Musa wa Abrahamu, rafiki yangu, wewe nilikuhusika toka mwisho wa dunia. Bwana Yesu apewe sifa. Na kukutia toka pembe zake, nikikuambia wewe yu mtumishi wangu. Nimekuchagua wala sikukutupa. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja
nawe usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, namu nitakusaidia, namu nitakusika kwa mkono wa kulia wa haki yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ni ahadi Bwana alikuwa amehakikishia Waisraeli. Akahakikishia Ibrahimu na Yakobo, wale waliomwamini Yesu Kristo na kukaa ndani yake. Wale hawakuwa wanampapasa Yesu Kristo. Mimi napendanga kusema, ukianza kumwabudu Bwana, muabudu ya kwamba utamwabudu tena. Usikuasika na yale adui watapanga kukupangia ama kuongea juu yako. Jua ya kwamba wataongea na watarara. Penduka nyuma, ona ya kwamba kuna matobe. Ukipata hakuna, wewe endelea mbele katika safari. Kwa sababu huyo ni Shetani ametumwa kupitia hao iwapate kukwaza. Kwa hivyo ukuwa na uchasiri kama simba, ndio tunasema waliomwamini Yesu Kristo wakae katika neno. Wakae wakisoma Biblia, wakijua Biblia. Hata wale wa zamani walijaribiwa. Hata wale walipokuwa wanamfuata Yesu Kristo walitendewa maovu. Maandiko yaniambia wengi hawakukata tamaa. Na wewe na kuchuliza usikate tamaa katika safari yako ya wokovu. Kaa ukimtukuza Bwana mpaka mwisho wa doari. Sema uacha nikufe nikiwa katika neno. Alisema unataka kunimaliza fulani, kabla hujanimaliza uacha niongee neno moja kwa Bwana. Alijibiwa. Kabla hajamuita Bwana alishuka akaachilia malaika. Ndiye akamfanya kuwa bubu for 6 hours. Kutoka huko alichanganyikiwa, akaacha akiwa amelia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Akakaa akiwa amechanganyikiwa. Na mwisho Mungu alimuondoa akampeleka mbali. Wewe unaosumbua watu wa Mungu, wewe unaosumbua wa Kristo wa Mungu, uchunge sana, hii wakati ni wa kuondolewa upelekwe mbali. Wewe unayetesa wa watu utaki wafaulu, kiona wafaulu unaleta vizingizio, unawachanganyisa akili. Ndio wakienda wasiende wazosome. Ushike maandiko mazuri yenye mesomwa. Ukitaka utendewa mema, nawe tendea huyo mtoto wa jirani mema. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwa. Maandiko atuambia Bwana akanena na Yakobo, akanena na Ibrahimu, akawaambia wewe ni watumishi wangu niliowazika mkono. Sitawaacha, nitawasika na mkono wangu wa kulia. Nitawatia nguvu, na wewe uacha Mungu akutie nguvu. Katika ile macharibio umepita na mateso, wacha Mungu akuinue na kutie nguvu. Usione huyo adui wako, muone Kristo aliyokufia msalabani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu mtu ni mtu tu, lakini Kristo utia imani na nguvu. Yeye anayekaa katika neno, sikiria ile neno. Esikucharise. Daudi machezi wako wakawambia, wewe ukiangalia kule Sauli ako na wachezi mingi sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wakati alimwambia kuna machezi mingi kuliko sisi, Daudi akamwambia wale, mimi sijaona wale machezi 3,000, nimemuona Mungu. Wewe wacha muone Mungu. Usihangaike, usifadhaike ndani ya moyo wako. Wewe muone Mungu kwa kila jambo. Iwe vita, iwe macharibio, iwe mambo masito kwako. Mwambie hiyo isikutoe katika utakatifu. Isikutoe katika kumtumikia Bwana. Usione kama utaacha huyu Bwana, lakini simama katika neno. Bwana Yesu apewe sifa. Watu upitia mengi, useme mengi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Nakumbuka mwaka 2000 nilistakiwa. Jirani akasema napiga kelele. Wakaniambia kwamba mwanamke hafai kuhubiri. Wakanistaki, wakanipeleka kule kwa chifu. Usuli tulikutana, chifu alikuwa amemwogopa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati alikutana akasema, sasa wewe kitu utafanya, uachana na huyu dada aendelee kazi ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Atile kanisa ako nayo.
Tuko pamoja. Tuko pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Ni mengi. Watumishi hupitia mengi. Wengine husema ni biashara. Uko na bahati tunafanya biashara na tunakusupport. Uko na bahati ikiwa tunafanya biashara na tunakusupport. Siombe hii biashara endelee mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mwanza kuleta sukuma, mwanza kuleta cabbage, mwanza kuleta vitu mingi. Kiwa wewe unafanywa shopping, biashara inaendelea, unakula na ukunywa, unamshukuru Bwana, kazi iendelee. Bwana Yesu apewe sifa. Wanafunzi tuko, si mtafurahia biashara kufanya mkiendelea kusoma? Bwana Yesu apewe sifa. Kule tulipofika kule kwa chifu akasema uachana kazi ya Mungu endelee. Ploti yako naye ni yake. Anaombea. Mungu akajitokea Bwana, hata anaombea na yule disturbance. Na yule anasema disturbance. Ni yule anachua yeye ni mtu wa miungu. Na mtu akisema kuna biashara hapa, sio mtu wako straight, mchunguze sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mungu ni Mungu. Wacha kucheza na upanga wa Mungu. Nataka mfunguke muone macho mnatoka wapi na unaelekea wapi. Usikue kama mtu anaongozwa na kipofu. Sisi mahali hapa tuongozi na kipofu, tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana alinena na wana wa Israeli akiwa Jacobo na pamoja na Ibrahimu. Akawaambia wasifadhaike, wasiogope, ako pamoja nawe. Atawatia nguvu, atawatia imani. Pokea hii imani. Uliosumbuliwa, uliochochewa, uliofitiniwa, pokea hii imani. Uchochezi wake ni wa muda. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Lakini tunajua kwamba Bwana ako na mwanzo na mwisho. Ukiona vimeeleo usifikiri vimefanya nini? Tafakari hayo. Usifikiri vimeundwa. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ni wakati wa kufurahia kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ni wakati wa kumtafuta Bwana. Hii ni wakati wa kumuita Bwana. Hii ni wakati wa kumtegemea yeye. Kwa sababu mwanadamu anaweza kuwaita na mwisho afanye nini? Ageuke. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tupigie Kristo makofi. Maandiko atuambia, akaambia wana wa Israeli ya kwamba huyo ndio mtumishi chako Bwana ya Ibrahimu, Bwana atasimama naye. Tunaona ya kwamba katika maandiko ya Isaia, Mungu hakutuba Ibrahimu kwa sababu alikusimama katika neno. Hakutuba Jacob kwa sababu alitembea katika neno. Na wewe ulioamini Yesu Kristo, hawezi akakutema kamwe. Hawezi akakuachilia. Atasimama na hata ukitembea kati ya miiba, yeye atakuinua, atakutia nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Shetani atangochewa mbele, atakosa kukuona ili atamuangasiwa na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Tazama wote walioona hasira, waliona hasira juu yako watachayarika na kufadhaika. Watu wasindanayo nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana akanena na wana wa Israeli, Ibrahimu na Jacob, akawaambia kwamba wale watakuwa na hasira juu yao, na wale watakuwa na hasira juu yao watagarika na kuangamia. Bwana Yesu apewe sifa. Na wale wataosindana nao. Unajua Shetani anasindana na watumishi wa Bwana. Shetani anatumizana na wale wameokoka. Maandiko yatuambia wataangamia. Bwana aliahidi Jacob na nani? Na Ibrahimu. Akawaambia utawaona wataangamia. Wale wanaoshindana nao, wale wanaotafuta roho yako,
wanasema ya kwamba utaishi, wataongojea, watatoweka, utawaona tena. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wewe Mungu atakusikilia, wewe unaomwamini sema amen. Kwa sababu Mungu atatembea nao. Aliahidi wale wanaoamini, sisi ni wa uzao wa Ibrahimu, akawaambia ya kwamba wale wanaoonea, wanaowatafuta kinyume, wanaonena maovu juu yenu, wataangamia. Ni maandiko yanasema, sio mimi. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yanatuambia kwamba wale wanaoonelea wataangamia, na wale wanaoshindana na nyinyi, ati wacha tuone huyo Mungu wanaomba. Ujue kuna wale wanashindana na wewe Mkristo. Wanasema tuone hiyo ataomba mpaka lini. Bwana Yesu apewe sifa. Ni miaka ngapi umeomba? Bwana Yesu apewe sifa. Na katika maombi yako umeona nini? Shetani anaweza kukutingisa upate kuachilia chenye Bwana amekutendea. Kila mtu apandaye gari akona mahali pa kushuka. Kuna wale wa kushuka kwa Shetani na kuna wale wa kushuka kule mbinguni. Na yule aliyesuka njia katikati lazima atafute njia ya kufuruka ndio wewe usifike kule. Na wewe usimpatie chance. Mwambie ondoka, usiwe kuwe na kikwazo kwangu. Kwa sababu maandiko yatuambia wale wanaoshindana nao atafanya nini? Yeye peke yake anadiri. Ndio mama wa miaka 75 aliniambia, mtoto wangu usikubali mtu akuambie nimekuachia Mungu, itakuwa mbaya. Sikiliza yale yote, mwambie pole, sikiliza yale yote, kwa sababu una uwezo. Uwezo ni kutoka kwa Bwana. Wewe mwambie Bwana, mimi nimekuachia. Yale aliyonena ndani ya ulimi wake, wewe ndio utamjibu. Unajua Shetani afurahia akiona umesimama, afurahia akiona umebarikiwa, afurahia akiona umetembea katika neno, afurahia akiona watoto wako wameinuliwa, anatafuta njia waangamie. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Lakini maandiko yatuambia Ibrahimu na Jacob Bwana aliahidi. Na yule anaamini Yesu Kristo Bwana amekuahidi, hata kuachilia wale wanaoshindana nawe atashindana naye. Bwana Yesu apewe sifa. Wale walio kuonea atapigana nao. Wote watagalika na wataangamia. Ni maandiko yanatuambia, si mimi. Bwana Yesu apewe sifa. 12 yaniambia utawatafuta wala utaona wala maandiko yaniambia kwamba utawatafuta wala utawaona wala wapiganao nawe. Bwana Yesu apewe sifa. Watakuwa si kitu, watakuwa kama kitu kisichokuwa, wala waliofanya vita juu yako. Kwa maana mimi Bwana Mungu wako mimi Mungu Bwana nitakusaidia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo maandiko yaliahidi Ibrahimu pamoja na Jacob, akaambia kwamba utawatafuta wale wanaopigana nawe, wala utawaona wale wanaopigana nawe. Maandiko yatuambia katika vita juu yako, kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakusaidia. Bwana Yesu sifa. Bwana inuliwe. Bwana apewe sifa. Ati wale wanaopigana naye atafutafuta hata waona, atawapeleka mbali. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona wakati Yesu Kristo alipokuwa amesaliwa, Herodia mfalme wa wapi? Herode alikuwa mfalme wa wapi? Alitafuta ili apate kuangamia, apate kumwangamiza Yesu, kwa sababu alijua Yesu atakuja kutawa. Na Shetani akitafuta wewe, ameona kitu ya dhamani ndani yako, anataka kuharibu ili usije kufanikiwe. Usione ya kwamba anakutafuta hivyo. Anakutafuta kwa sababu amechua kuna kitu ya thamani mbele yako ama ndani yako. Walimtafuta huyu Yesu Kristo ndio wamalize.
Ndio liona alituma mamachuzi na wengine waende mpaka mahali wachunguza amezaliwa wapi. Wafuate ile nyota vile Shetani anafuata nyota yako. Ameweka mahali anakuchunguza, unatoka saa ngapi? Unaenda saa ngapi kwako? Unatoka soko saa ngapi? Unaingia kwa nyumba yako saa ngapi? Unatoka kwa kazi saa ngapi? Unaingia pande wani? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Herode alitafuta Yesu, akatuma mamachuzi na nani pia waenda kupeleleza Yesu amezaliwa wapi. Nia yake kumtafuta ilikuwa nia ya kwenda kumwabudu, kwenda kumshuhudia. Walikuwa anataka arudise, na kuna wale wametumwa. Haleluya, tuko pamoja. Wanatafuta nyota yako inaenda kuelekea wapi? Inaenda magharibi, mashariki ama wapi? Ndio wapate kukuangamiza. Kwa where yule umeokoka. Uchokoka kufurahisha Shetani. Umeokoka kufurahisha Mungu wako. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati Yesu Kristo aliyezaliwa hakumfurahisha Herodia. Hakumfurahisha Herode. Kwa sababu Herode alifikiri yeye ndiye atatawala. Hakujua ya kwamba kuna mtoto atazaliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Ndiye alituma wale wa mama enda mchunguze anazaliwa wapi na anakaa wapi. Ndio baadaye mnurudizie nini? Kuna wale wametumwa kuchunguza njia zako. Kuna wale wametumwa kufanya upelelezi kwako. Ndio warudizie Herode ripoti. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini maandiko yatuambia wakati walipofika, sauti ya Bwana ni nini kiliwatokea? Malaika akawaambia msurudi mahali mmetoka, mgeuke mwende njiangi, kwa sababu Herode anatafuta huyu kumwa. Kwa hivyo wewe umetumwa ndio kuchunguza nyota za wengine, ndio kuharibu baraka za wengine, ndio kuinukia wengine wasije wafaulu katika safari. Bwana Yesu apewe sifa. Mutazame Bwana na Bwana atakuongoza mahali utaelekea. Bwana Yesu apewe sifa. Na yule anayekutuma wacha kuche peke yake. Wacha kukuambia kwamba enda ufanye hivi, enda uambie. Hapana, wacha kuche live. Bwana Yesu apewe sifa. Herode hakukuja peke yake alitu. Na yule adui anayekutafuta hata kucho muone, atatuma wafuasi. Bwana Yesu apewe. Hata aone ya kwamba wewe unatoka saa ngapi kazi, wewe unapitia njia gani wakati unaenda kwako, wewe unakula hoteli gani, wewe unavaa mavazi gani ukitoka kwake, ndiye apate kukumaliza. Lakini siku Herode sirisha kwa sababu Bwana Yesu Kristo alikuwa mzindi. Ndio naona ya kwamba Yusufu pamoja na nani na Maria walitokea wakaambiwa pepa huyo mtoto mpeleke wapi? Wapi utampeleka? Mpeleka kule mpaka wakati nitakamilisha yangu. Na wewe usipotubu na kukataa, wale waliotuma watageuzwa. Tayari wamegeuzwa. Wale waliotuma kufanya upelelezi wamegeuzwa. Wamepeana ripoti. Wewe ni muda wako wa kutubu na kumrudia Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Jordan alikuwa rafiki wa nani? Wanafunzi. Bwana Yesu apewe sifa. Jordan alikuwa rafiki wa nani? Hakuna mtu amejua. Hata Tony hujui. Bwana Yesu apewe sifa. Yule rafiki yake alimwambia unachua, enda ujifiche mahali fulani. Dadi akiwa na huyo ni Daudi anapanga maovu juu yako. Tuko pamoja. Tupo pamoja. Akipanga maovu mahali hata utakuwa nitakuchuliza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Shetani ako na kazi yake. Na kazi yake wacha afanye kwa wale watu wasiomjua Bwana. Ndiye atafaulu. Hakufaulu kwa Yesu Kristo. Wale mamachuzi, wale wa mama waliokuja waligeuzwa. Wakaenda njia nyingine. Maandiko yatuambia kwamba Herode alifadhaika sana, na wewe utaacha ukiwa umefadhaika. Bwana Yesu apewe sifa.
Alifadhaika hao mama, mbona wacharudi? Utaongezea ripoti useme ule Miriam alipitia wapi? Utapata alipita katikati vile Yesu Kristo alipita katika. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia kwamba utawaona tena maadui wako, waliotafuta roho yako, waliokikumbisa kwa ajili ya kutafuta nyota yako, waliokupangia maovu, walioungana maovu, waliotafuta machampasi wakuue, utawaona tena. Wale wanaokutakia maovu, wale wanaosema ya kwamba utakufa lini, wale wanaosema utasika watu ngapi, utawaona tena, nikuhakikishie. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mungu ni Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tunaona kwamba Abeli na nani? Na Kaini. Kaini alifurahia kifo cha Abeli. Akafikiri ya kwamba yeye ataishi. Alifurahia. Alifurahia kwa sababu alimuua kwa ajili ya wivu. Nataka nikutabirie yule anakuonea wivu. Alipomuua, Bwana akanena. Asema wapi Abeli? Kamwambia yeye sio mchungaji wape. Hizo roho siko. Kwa hivyo usione usifadhaike. Ambia Bwana ashuka akiwa shujaa. Atembee katika wewe. Atembee kwa maadui. Alete ripoti atuachie ushuhuda. Kwa sababu wakifaulu watachiona, watamuona Bwana. Kuna uchumbe senior bishop alitoa amepewa. Mimi nimeshukuru sana ile maombi nimeomba wiki mzima. Kwa sababu sina haja ya kuuliza Bwana, tayari nimechibiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndugu mmoja alikuja kwangu akatumwa akaniambia, dada usifadhaike. Najua umepitia mengi, utapitia mengi. Lakini Mungu ako pamoja nawe. Usisituke. Kwa sababu Yesu Kristo alidhulumiwa, akadhaliwa, akaambiwa mengi akiwa katika ulimwengu wa dhambi. Mpaka akateswa, akaweka msalabani, akauawa. Baada ya siku 3 akafanya nini? Kwa nini wafadhaika? Furahia Bwana wakati unaomba maombi yako, anaijibu kwa haraka. Anatembea kwa sababu yeye ndio simba wa Yuda. Aliahidi Jacob na Ibrahim, aliwaambia amutawaona tena. Hao maadui wanaowatafuta, wanaoonea, wanaoandamana, amutawaona tena. Bwana Yesu apewe sifa. Akamwambia kwamba atawatia nguvu, atawashika, atawainua mpaka mwisho wa dahari. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Usiogope. Usiogope Yakobo, uliye mdudu. Nani watu wa Israeli? Usiogope Yakobo, wale walio mdudu na wana wa Israeli. Akaahidi Yakobo asifadhaika, asiogope. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unajua vitiso ya chura, kilio ya chura itafanya ng'ombe zikunywe nini? Kwa hivyo vitiso ya mwanadamu itafanya usihubiri neno. Itafanya usiongee ukweli. Itafanya usiongee, usitoe ushuhuda. Nisikia wengine wamepigwa na upepo, wanakosa kupewa ushuhuda. Nisikia wengine wakati mlitoa ushuhuda hapa, mkasema Mungu vile waliunioa sheria, akasema Robert akasema, watu wakatoa, hata sini alisoa. Isemekana mnatoa ushuhuda, mmeuza masamba nyumbani. Ni ukweli? Kwani umekuja kutafuta mchanga wewe? Si hapa tumekuja tubarikiwe, tuwe na mabadiliko. Hapa hatukuja kutafuta mchanga, tumekuja tuombe Bwana, tusikane mikono, tuinuane, ndio Bwana atubariki. Ikiwa wewe umekuja kutafuta makaratasi kwa hivyo wewe uliokuasika kwa ajili ya hiyo chambo kule nje, na kuambia toa ushuhuda ya kwamba utatoa tena. Kwa nini uogope kutoa ushuhuda? Maandiko yakatuambia kwamba Yakobo akaambiwa na wana wa Israeli,
Hao watu ni midudu tu. Umesikia vile aliwaida? Ni midudu, msiogope. Wewe unaogopa kutoa ushuhuda. Ati umeambiwa ulikata samba kwani wakakuja kuinua. Kwani samba na samba nyingine inabadilika? Wewe umekuja kutafuta, uchakuja kutafuta mchanga. Tumekuja kutafuta nini? Tunaitafuta kwa njia ya halali. Kwa njia ya chazo, sio njia ya kunyang'anya. Unajua njia ya kunyang'anya siku hizi njia sawa ni bana. Kwa sababu inakatika ka. Mpaka unatoka ukiwa umeparara. Bwana Yesu apewe sifa. Hapa tumekuja kutafuta, tutafutie watoto, tutafutie mali na ya halali, sio ya kunyang'anya. Ya halali Bwana. Si atufanye ya kunyang'anya. Kama wewe Nicholas ulienda kachuna nyisamba nyumbani, ni yako. Ulinyang'anya. Kwa hivyo hiyo na wakwaza mnakosa kuinua Bwana. Kila amewatendea. Ati nikitoa ushuhuda, ati kuna yale yametoka, wacha ongee. Mumunulie microphone ya kwenda kuongea nje. Ndio nawaambia kanisa ni bahari. Inapepa nyoka, inapepa chura, inapepa samaki, inapepa kila aina ya mnyama. Kwa hivyo toa ushuhuda ndio muinue Bwana. Maandiko yanatuambia wakati unaomtolea ushuhuda, malaika wa mbinguni wanafanya nini? Wanashangilia. Ndugu yetu mzee wa kanisa alipoenda ng'amba alisema tumekataa kutoa ushuhuda kwa sababu ndio unaona ya kwamba malaika wa mbinguni wanakaa wakisoma gazeti. Mimi sitakubali wasome magazeti. Lazima wamuinue Bwana akiwa katika kiti yake. Kwa hiyo usikatae kutoa ushuhuda. Useme nimebarikiwa ati kwa sababu kuna tenumbeta kule nje, mnunulie ile kubwa. Akienda atoe kabisa, asema leo nimeona hata Esther ameuza nini? Nyumba kwake nyumbani, amekuja kununua samba. Kwani umekuja kutafuta, wewe umekuja kutafuta mchanga? Wewe unakuja kutaka mchanga? Ile kidogo unatoa hapa, Mungu anainua. Bwana Yesu apewe sifa. Nilipotoka kule nyumbani, kuna pesa nilitumiwa. Kuna ndugu ananiambia, "Ukipewa, mimi napenda ndizi unipekee kidogo." Nikawekea huyo ndugu kidogo tu. Angamwambia, akanipiga simu sana usiku wake nikuta, akanipiga mchana. Akaniambia mahali uliacha ripoti yangu niliipata. Nashukuru sana. Akamwambia kidogo tu. Akaniambia dada yangu mtumishi wa Bwana, wacha nikwambie, aliniita hivyo. Akaniambia kile kidogo ndio kitainuliwa na kibarikiwe zaidi. Lakini wewe ukiona ukisaidiwa kidogo naona ni uchinga. Kile kidogo hata ikiwa hii baramu, shukuru Bwana. Wacha kupata karamu 5 useme umejiweza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo watu toani ushuhuda. Mnaogopa utoa ushuhuda, nimeinuliwa kasini kwa sababu mnachua kuna tarumbeta nje. Ununua ile kubwa. Ile ukisimama mkuru wa njenga, watu wako sauti CB wanasikia. Sio ndio kazi yake. Na kazi yake ile kazi kile unachopanda utafuna kesho. Uweze ukapanda maharagwe uvune mahindi. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona maandiko yatuthibitisha kwamba Jacob aliambiwa msiogope. Kwa sababu huyo ni mdudu. Aliwaita kuwa mdudu? Kwa nini unaogopa kutolea Mungu ushuhuda? Nataka kuanzia leo kwenda chuo mtoe ushuhuda. Wacha kutoa ushuhuda. Ati unaogopa? Kanyaga hiyo dudu. Imalize nguvu. Ambie Bwana hiyo na kuachilia kwako. Maandiko yanatuambia tutoe ushuhuda. Nasema tufanye tu yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ndasidi kutoa ushuhuda chenye Mungu aliniokoa kutoka. Wakati napiga makoti nakumbuka achali nilipata. Nilisema kuna wale waliongojea kifo zangu hawakiipata. Nafikiri wale waliongojea kifo walitoka Tanzania, walitoka Kisumu, walitoka kwa Rubeni, walitoka wapi? Haleluya. Kutoka mahali. Mpaka wakasahau mahali wamepitia. Ukitaka kifo yangu kesho utanihitaji. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wewe ndugu, wewe dada, ukiniwa hata ukiwa manager, simama useme nampenda huyu Yesu. Yeye ameniokoa, amenibariki. Na vile amenibariki abariki na wengine. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe.
Uwezi ukosa kusudia Bwana. Umwambie yale amekutendea. Umwambie yale umeona makubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Umwambie mahali nimefika ni wewe. Nimekuona. Mimi namshukuru Bwana kwa sababu kuna project tulikuwa nayo nyumbani. Tuifanya 1.5 month. Nikaisha. Na vile Mungu alifungua njia, yeye ndiye anajua. Kwani nitakosa kumwambia Bwana uninitendea? Mahali pale ulitenda. Hata wachao wakukusanyika wakuwa 1,000,000. Hiyo ni kazi ya upatiri kwangu. Kwa sababu najua ya kwati naomba na kanyaga isoro. Na Bwana ametuahidi ya kwamba atatutia nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Uchakuja kutafuta mchanga Nairobi makaratasi. Uchakuja kunyang'anya yako ni yaki. Bwana Yesu apewe sifa. Kiwa Nicholas aliruhusa achakuja kunyang'anya? Kiwa Pamela aliruhusa achakuja kunyang'anya wanaume? Amenyang'anya wanaume? Ni yake. Baraka yako ni yako. Tengazia Shetani, umwambie leo umeinuliwa kazini. Wacha kunyamanza. Najua wengi walikuasika. Kwa nini unakuasika? Wengi walikuasika ati hatutatoa. Simama mtolee ushuhuda. Malaika waache kusoma gazeti, wamsangilie Bwana. Na yeye anasema wakati unaomtolea ushuhuda unainuliwa. Mimi napenda kusema mimi siwezi kukuiva kifo ya unyama. Kifo ya unyama ni ya Shetani Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Hata ukialenchi wakorozi 100, hiyo kwangu ni kama upepo. Kwa sababu kabla uchallenge niko na ripoti. Utafanya nini? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Hii sio sahihi tumeona hiyo sasa ni kitu kinapita tu. Yapita. Niliona wengine mwaka ilikuwa mwaka 2011. Wametoka hapa na waka hapa. Na mahali wako wanaombeleza. Kucha mpaka huko utafuta mahali tunakaa. Nani atakanya biashara akusaidie? Sasa kuja huko anatatatisa. Kuingia anatafuta, ngamuuliza kijana unatafuta nini? Uliacha kanisa unakuja kutafuta nini? Ati hapana. Askofu. Ngamwambia ni mimi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kuwa na nyamaza hivi mtu akastukia kijana wa miaka kama 15. Akaniambia wewe ndio mhubiri kule mahali fulani anaenda kanisa. Ngamwambia ni mimi. Alikuambia aliniambia kanisa yenu ni nzuri. Wacha nikuambie Mungu ni Mungu. Wacha kucheza na Mungu. Cheza na Shetani wako. Mungu vile anafanya kazi yake. Anafanya kazi tofauti sana. Maandiko yale yananena rasmi itimie. Maandiko atuambia kwamba chaka wakaambiwa usiogope utawaona tena. Wakati walipotoka nje, kawaambia mnataka nini? Mnataka hatujui mama kama kitu kiko hapa tutaushiwa. Wakana nungu na mapanga. Kuangalia nyuma sikuwaona tena. Wewe vitu unafanya. Ambia Bwana akusaidie. Ambia Bwana akulinde. Chua kwamba wale walio Mungu hawakufi kifo ya unyama. Wanakufa kama sijawa. Wewe ndio utakufa kifo ya unyama. Unajua una wengine watakufa watakosa mtu wa kumtoa moche na wakikisia ukweli. Maandiko yatuambia wacha waafu wasikana na waweza. Bwana Yesu apewe sifa. Matendo yako na tabia ndiye itakufanya Bwana akuongoze vile utaka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Jamaa alipoitwa na mtumishi wa Bwana asini akamwambia unafanya nini hapa? Na mimi nakuona mkuru wa njenga. Na wale mnashinda na hao ni wakina nani? Ati hapana. Nasikianga ni wakora. Nasikianga ni na wewe unafanya nini na wewe kama sio wakora? Asema hapana. Bwana hata wale mnatumwa be careful. Usicho kaba kifo cha mwingine. Akamwambia nisikuona hapa,
ama upelekwe nyumbani, ama upelekwe moja ndio upelekwe nyumbani. Hakuonekana. Sasa hii mahali anaomboleza siwezi nikasema hata ako katika hali sio nzuri. Kwa hiyo yule aliye mahali anatumwa achiami. Ukitumwa kwa mtumishi wa Bwana uchia, na ukitumwa mwambie tuende na wewe. Bwana Yesu ape iko hivyo. Sio kubatiza, sio kuongea. Hiyo naongea kitu iko. Bwana Yesu apewe sifa. Na mtu atoki Nairobi, atoki Kisumu, ataki Mombasa, atoke USA, ako wapi? Kumbe mnachua sipigie makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. 15. Maandiko yatuambia, tazama nitakufanya kuwa chombo. Tuliachia kuwa mdudu. Asema Bwana na mkombozi wako ni mtakatifu wa Israeli. Maandiko yatuambia usiogope Yakobo ulio mdudu. Nanyi watu wa Israeli mimi nitakusaidia. Asema Bwana na mkombozi wako ni mtakatifu wa Israeli. Yeye akiahidi ameahidi. 15. Tazama nitakufanya kuwa chombo kikali kipya ja kupumulia jenye meno. Utafikicha mlimani na kuisaga, nawe utafanya vilima kubwa kama makambi. Maandiko atuambia akaidi Yakobo akamwambia kwamba atamfanya kuwa chombo kipya. Na hata wale walikuwa kwao na mtafuta katika nchi ya Israeli hawatamuona takamwe. Atafanya vilima kwa ajili ya kujificha mahali pale. Na zaidi ya hapo atafanya vilima kuwa kama mikambi. Mikambi ni nini? Unajua mikambi wakati pepe inakuja nafanya nini? Inapepeta. Kwa hivyo yeye atakulinda, atakuokoa na maovu, atakusongeza, atakupeleka mahali pengine hawatakuona ili watapigwa pofu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. 16. Utawapepeta na upepo utawaperurusa. Upepo wa kisurusuri. Upepo wa kisurusuri. Yaani Mungu amesema atafanya Yakobo akue katika vilima, na hiyo vilima vitakuwa ukambi, na wakati upepo itakuja atapapirusha hao watu. Watakutana nao, watamuona, wataona kisurusiri, yani kizungusungu kitawashika. Hawatamuona, watachanganyikiwa. Watakuja wakiwa wakora 20, lakini watakuwa confused. Amemwaahidi. Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe ni uchumbe kwako ulioteseka, uliotafutwa, uliotendewa maovu. Bwana atafanya wakue kama nini? Atakuweka wakati wanaokaribia watasukiwa na kizunguzungu. Watachanganyikiwa. Watasema ni nini? Bwana Yesu apewe sifa. Tumezoea. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa kila jambo unakuwa uchasiri. Ni kwa vile Bwana ametuahidi ya kwamba atatuweka tukue very strong. Kwa maadui hatutawaona, tutamuona Yesu. Amesema atawafanya wakue dudu mbele yako. Dudu ni mnyama aina gani? Watatoweka. Kwa sababu wakati upepe itakuja itawafanya nini? Wataona giza mbele yako. Watapita, watakutafuta, hawatakuona. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatambia nao utamfurahisha Bwana, utachitukuza katika mtakatifu wa Israeli. Na Bwana atakapokutendea yote, ataweka mbali maadui wako,
atawatataniza, atasuuma kisungusungu juu yako wasikuone. Na wewe utafurahia kwa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana hawezi akakuacha ikiwa unamuita. Ikiwa unatenda yaliyo mema hata kuacha. Ikiwa unajua kile unafanya kwa mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Maskini na wahitaji wanatafuta maji, wala hapana. Ndimi zao zimekauka kwa kiu. Mimi Bwana nitawasikia. Mimi Mungu wa Israeli sitawaacha. Haleluya. Ya mwisho atuambia nitamfunua vichito vya maji juu ya vilima na chemichemi katika maponde. Nitageuza changua kuwa ziwe la maji na mahali pakavu kuwa vichito vya maji. Wale walio maskini katika kiroho na wahitaji katika kiroho. Maandiko yatuambia wale wanatamtafuta. Wale wamekosewa ama wale wamekaa katika nchi tambarara ama ukiu. Bwana amewaahidi ya kwamba atafanya hata changwe ikiwa na maji ikiwa utaenda na kumwamini. Atakupigania vita ikiwa wewe utasimama katika neno. Atakusimamia ikiwa wewe utakuwa mtu wa kutenda yaliyo haki na mema. Usiwe mtu wa kigeugeu, mara uko hapa, mara uko pale, lakini simamia huyu Yesu Kristo. Mwabudu yeye peke yake, mtetee. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usikataa kutoa ushuhuda. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu maandiko yatuambia ukitoa ushuhuda, malaika wa mbinguni wanasangilia. Wanajua ni nini unaotenda. Tena atakuongezea, akuonyesha aliye na kitu uongezewa, lakini mwenye ana ataongezewa. Kwa hivyo wewe ukishuhudia Bwana atafurahia tena akuongezea zaidi. Ndio sidi kumshuhudia watu waone matendo makubwa umetenda. Kwa hivyo usiposhuhudia watu hawatajua Mungu anatenda nini. Mungu akiacha maadui watumalize, hawatakumbuka kuna wokovu. Maadui watachiona, hawatamuona Bwana. Ndio tunaambia Bwana ashuke atende mapenzi yake. Ndio atuachie sisi tunaomuita ushuhuda. Wale wanaomwamini awaachie ushuhuda. Kwa hivyo kila mahali wanaenda isemekana kuna Mungu. Vile ilikuwa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Danieli. Danieli wakati aliporushwa katika tundu la simba, wale walipofikiri watamumaliza, wakasema sasa siku zake zimeisha hatakuwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wakati walipoingia mahali pale, wakapata asubuhi Danieli yako Mungu yeye ni nani? Si Danieli, wakasema wacha Mungu wa Danieli abudiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mama mmoja akanipigia simu akaniambia kutoka Nakuru, nimekuja nimepita hapa kwako kwa kazi sikuoni. Kwani ulienda wapi? Kamwambia mimi niko tu. Unajua wakati nayo kuja na kuona hapo nafurahia, namuona Mungu. Anamuona nani? Anaamini Mungu anatenda. Kwa hivyo ushuhuda lazima tuongee. Kwa hivyo usipapaika kutoa ushuhuda. Toa ushuhuda ya kwamba utatoa Bwana. Mcheze, Daudi alimchezea na akamruki. Kwa hivyo Shetani asikupesha usitoe ushuhuda. Unjua ameweka mbele yako kukukwasa ndio potee njia. Usikubali kukukwasa na Shetani. Mwambie ondoka, umekuwa akikukwasa kwangu. Mimi nataka kwenda katika safari. Vitina na chuki na uchochezi mimi sitaki. Mimi sitaki. Kama unataka tukununulie maiki ile uende ukitembea. Bwana awabariki. Majina langu naitwa Samantha na niko na wimbo. Paulo na Sila waliomba. Paulo na Sila waliomba. Milango za gereza zote zikafunguka. Milango za gereza zote zikafunguka. Kwa majina naitwa Michelle Neema kutoka kanisa la Nabii Powerful Christian Church na niko na memory verse. Mathayo 7:7, ombeni mtapewa, tafuteni mtapata, bisheni mtafunguliwa. Asanteni. My name is Moses Mboni na niko na memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms chapter 139 verse 13.
says, you created every part of me. You put me together in my mother's womb. Asante. My name is Ligano Madede and I have a song. Kaka mpendwa na dada mpendwa, kuna mgeni anabisha kwako, na uso wake unatabasamu. Usimgoje ukiwa na silaha. Kaka mpendwa na dada mpendwa, kuna mgeni anabisha kwako, na uso wake unatabasamu. Usimgoje ukiwa na silaha. Hakuna magendo kwa kazi ya Bwana. Hakuna magendo kule mbinguni. Utalia na kusagamu. Jehanamu bado ya kungoja. Hakuna magendo kwa kazi ya Bwana. Hakuna magendo kule mbinguni. Utalia na kusagame. Jehanamu bado ya kungoja. Mbarikiwe. My name is Tracy Joy and I have a memory verse. The memory verse comes from the book of John chapter 1 verse 1. It says, in the beginning there was a word, and the word was with God, and the word was God. Thank you. My name is Nadia from Nabipa Full Christian Church and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Proverbs chapter 12 verse 19. It says, I have a short life but the truth is found forever. Thank you. My name is Hope from Nabipa Christian Church and I have a song. Anza vyote na Yesu, ila kunapokuja mweleze ni taji lako lote. Anza vyote na Yesu, anza vyote na Yesu, ila kunapokuja mweleze ni taji lako lote. Anza vyote na Yesu, kila siku anza na Yesu, asubuhi hata na jioni, mwambie shida zako. Anza vyote na Yesu, kila siku anza na Yesu, asubuhi hata na jioni, mwambie shida zako. Anza vyote na Yesu, piga magoti omba, zungumza na Yesu mpaka Usiku waendelea, mchana umekaribia. Tuvae silaha zetu, tupambane na shetani.